Shemeji. Nadhani tukamwamshe chifu, maana muda umeenda sana, aje kula. Hapana, yule tusimwamshe sasa hivi. Kwa tatizo alilonalo, akipata muda wa kusinzia tumwache apumzike mpaka atakapoamka mwenyewe, kwa sababu hata daktari pia alishauri hivyo. Unaweza kumkurupua alafu baadaye akaamka akaanza hata kukimbia. Kwa hiyo akipata muda wa kulala, akiamka mwenyewe anakuwa yuko sawa. Unaelewa? Kwa hiyo akiamka tutamwandalia chakula, tutampa, sawa? Wananyie vipi? Nimelala mimi ndani nabembeleza Sabla, napiga makelele, nafungulia muziki sauti kubwa. Kwa nini nafanya hivi? Amoni kwa mnapiga kelele? Sina wauliza amoni kwa mnapiga kelele? Sasa nisikilize. Sabla ameamka. Nafikiri kama mnavyoona ananisumbua. Kamata ya maziwa nenda kamchemshie ili tumbembeleze anywe alale. Mimi naenda kumuogesha sasa hivi, unanielewa? Tena ufanye hilo zoezi kwa haraka. Basi Sabla sasa amekuwa mdogo, amekuwa mzuri. Shika maziwa kamchemshie maziwa haraka. Chifu, hayo sio maziwa. Hiyo ni dawa ya chooni. Moneni huyu kaka, unamsikia huyu? Eti maziwa Sabla leta dawa ya chooni. Acha ujinga, nitakupiga. Hebu kamchemshie maziwa. Shika mchemshie maziwa, nitakufukuza huko ndani. Vipi anaita maziwa Sabla dawa ya chooni? Haya maziwa. Chief, nisikilize. Ndogo. Chief. Hivi dawa. Utakata tena, utakata tumbo. Wewe utakata tumbo. Sabla alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo. Sabla, ni usiku sasa. Mlala kipenzi. Kimbilia tena, maisha yake yakawa kama wingu jeusi. Mkango alifika hapa. Nilimkabidhi ile barua ulioniachia nimpe chifu. Kisha akaifungua na kuisoma. Lakini alionyesha maumivu makali sana. Kwani Sabla, umeandika nini ndani ya ile barua? Mkango, ina maana na ile barua nilokupatia umpe chifu umempa Mkango? Kwani umefanya hivyo? Na lengo langu hiyo barua imfikie chifu na sio mtu mwingine. Na kwani umefanya hivyo? Elisia ndo njia sahihi ya kumfikishia chifu barua yako kwa wakati. Sawa na ila nakuomba mtu yote asijue kama niko hapa kwako. Umesikia? Lakini Sabla, ni wakati wako wa kuanza kurasa mpya kwa sasa. Emsahau yote yaliyotokea. Pia uyafanye kama funzo kwenye maisha yako. Kingine kipenzi, usipoteze muda kuwafikiria wasiokuhitaji. Yapambanie maisha yako. Inawezekana kesho yako ikawa bora kuliko leo. Anza upya Sabla. Simama imara. Umenielewa? Haya,
Hebu pumzika ili kesho tuelekee kibaruani. Sawa? Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu, hakuna pa kukimbilia tena. Maisha yake yakawa kama wingu jeusi. Oh Sabra, machozi yako ni bahari, kila tone la machozi. Chief, upo sawa? Ya, mimi niko sawa. Nilikuwa nahitaji nikuandalie chai ili unywe ukapumzike. Hapana, nafikiri nitakula baada ya kutoka kazini kwa sababu nimechelewa. Muda umeenda, sasa hivi naelekea kazini kwanza. Chifu, unataka kwenda kazini? Maida, unafikiria mimi nisipokwenda kazini tutawezaje kuendesha maisha yetu bila pesa? Na nitapata wapi hizo pesa kama nitakuwa nakaa nyumbani? Iko haja mimi ya kwenda kazini kwa sababu hata hapa tunapokaa suni kodi itaisha. Na kama itaisha lazima nifanye mchakato kutafuta kodi nyingine ili tuendelee kuishi na hili. Sasa kazini nimeyumba. Kwa mimi ngoja niende kaka mambo sawa kisha nitarudi. Nitakuja kula mamangu. Sasa Vipi Maida? Wanavyomwona chifu anaendeleaje? Mimi naona yuko sawa tu. Unaona yuko sawa? Sawa, ila kitu pekee ambacho mimi napenda kukwambia, usimwamini moja kwa moja kwa sababu nishakwambia akili yake inaingia na kutoka. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea kwa wakati huu. Kuwa naye makini sana. Umeelewa shemeje? Alafu nilishafanya utaratibu wa kutafuta namba za jamaa yangu fulani ambaye ni mtaalamu wa tiba za asili. Anaweza akamsaidia chifu na akawa sawa kabisa. Kwa hiyo tutaangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukamtoa chifu tukampeleka ofisini kwake jamaa, au yule jamaa akaja hapa kumtibia chifu. Tuvute subira, mimi na imani atakuwa sawa. Basi sawa. Kuwa na amani, lakini tuwe tunamlinda sana kwa sababu sasa hivi amekuwa kama mtoto. Kwa akicheka na sisi tunacheka, akilia na sisi tunalia. Akicheka hivyo. Basi sawa, mimi ngoja nijaribu. Shemeji, na kitu kingine nilikuwa naomba kunisaidia na mimi nipate kiajira. Maana sipendi sana kutegemezi. sawa, nitapambania. Asante, nashukuru sana. Haya baba. Sabra, fungua. Sabra, utanipakia simu mwenzio. Majirani jamani. Nataka kuniona majirani wangu. Nitume moto Sabra! 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 Ewa, acha ni Sabra!
Tulia. Sabra. Tulia. Sabla, usifanye hivi Sabla. Wewe Sabra. Sabla, usifanye hivi tafadhali. Kwani unakuwa mjinga lakini? Niache. Kwani umeniokoa? Tulia. Staki. Sabra. Niache. Sabla, tulia. Kwani umeniokoa? Sabra, kwani unakuwa mjinga? Sabla, tulia. Mimi siwezi. Uniache tu nife mimi. Kwa nini? Tulia. Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali. Sabra. Wewe Sabra. Kwani unakuwa mtumwa wa hasira? Unataka kujiulia huko ndani kwangu? Unataka unipe kesi? Haya, vitu nitanunua, roho yako nitainunua. Unataka mimi niozae jela Sabra? Kosa langu mimi ni kukusaidia wewe. Kwani Sabra? Mimi napitia magumu kwenye hii dunia. Bora mimi ningekufa jamani. Kwa nini mmeniokoa mimi jamani? Kwa nini? Na baki dunia nifanya nini? Sina mtoto, sina mume. Mimi wanena. Bora nikamfuate mwanangu nikapumzike na mimi. Nimechoka ya mateso na. Hakuna huruma kwa walio wangu. Unataka kunipa kesi Sabra mimi? Acha kumwombeza. Hasira zake zikishuka utaongea naye tu. Basi. Vipi? Umemwona? Mimi nimejaribu kuzunguka nyumba nzima. Nimeenda mpaka toilet huko jikoni, wapi kote nimepekua, yupo. Sasa itakuwa ameenda wapi? Yaani wewe unaniuliza mimi tena atakuwa kaenda wapi? Wakati wewe ndio nimekuacha naye hapa sebreni. Wewe ndio umemruhusu ametoka? Mimi nilimwacha pale, nikafunga mlango nikaenda jikoni kuandaa chai. Jikoni. Sasa hicho kitendo cha kumwandalia chai na kumwacha akiwa peke yake, ilitakiwa uende naye mpaka jikoni unamlinda, kwa sababu unamwona nilishakwambia hayuko sawa. Akili zake zinaingia na kutoka. Wewe ndio mwenye makosa. Sasa tutafanyaje sasa? Itakuwa amefungua mlango ameondoka. Shemeji, huu sio muda kulaumiana. Ni bora tutoke nje tukamtafute. Sawa, haina haja kupoteza muda, twende sasa. Unajua mtu akili haziko sawa. Fanya vitu ambavyo vipo.
Habari yako? Salama. Samahani, naomba kuuliza. Hujamwona mkaka mmoja hivi mnene, amevaa koti jeusi mrefu hivi? Mnene? Hapana, sijakutana naye. Asante. Habari yako jirani? Safi, mambo? Safi kabisa, mzima? Safi. Kwema. Kwema, mambo? Safi tu. Sasa nilikuwa namtafuta mdogo wangu Chifu kwa sababu ameondoka katika mazingira ya kutatanisha sana. Hujamuona huko mtaani? Hapana, sijamuona. Lakini ukimuona usisite kunipa taarifa, sawa? Ni muhimu sana. Naomba unipatie namba yako ya simu. Hapa. Sawa, nitakucheki jirani, sawa? Haya, bye. Haya. Sabra, kwa hiki kilichotokea, naomba ujiandae uende kwenu. Hakuna cha lakini. Haijalishi nyumbani kwenu walikufanyia nini. Naomba ujiandae twende stendi uondoke. No. Nimezunguka pasiko nafanikiwa. Sijamuona. Vipi wewe? Hata mimi pia nimezunguka mitaa yote. Nimepita mtaa kule juu huku, nimejaribu kuulizia watu wanasema hawajamuona. Sasa sijui kaenda wapi dogo aisee. Mungu tusaidie, hili janga zito sana. Shemeji. Mimi nilikuwa na wazo. Ni bora tungeenda kutoa taarifa serikalini na tungebandika matangazo kwa yote atakayemuona angeweza kutusaidia kumleta nyumbani. Wazo lako zuri sana shemeji. Basi tuende kupumzika alafu baadaye tutaendelea kumtafuta. Tutafanya hivyo. Kwa pikipiki yangu. Nenda kwa Sabla mara moja kisha nitarejesha. Sabla ndo nani? Na mbona unachukua pikipiki bila ruksa? Kwani mpaka unielewe pikipiki yako? Basi wewe mwizi? Nani mwizi? Wewe mwizi? Yaani pikipiki yangu niambie mimi mwizi? Ndio mwizi. Wa mwizi! Mwizi! Sabra alikuwa na ndoto za nuru, nyumba yenye kelele za watoto wa furaha, lakini upepo wa giza ukampuliza mbali, ndoa ikapasuka kama kioo cha barafu. Hakuna pa Sabra alikuwa na ndoto za nuru. Simama, kaka simama.
Moyo wako bado unapiga kwa upole, lakini nani atasikia kilio chako? Moyo wako bado unapiga kwa upole, lakini nani atasikia kilio chako? Alipata barua yenye alama ya ukweli mchungu, maneno yaliyochoma kama moto moyoni. Marafiki wakakimbia, familia kanyamaza, alibaki na